watakapokuwa wanakuja, tunaposhiriki, Bwana usione tu kwamba ni kitendo cha kawaida. Ona imani katika kila hatua anayokanyaga. Ona imani katika kila hatua anayokanyaga kuja kushiriki. Ona imani katika hatua ya kugusa mkate na kuweka mdomoni. Ona imani katika hatua ya kushika kikombe na kunywa. Ona imani Bwana, ili kwa kadri ya imani apokee. Kwa kadri ya imani nguvu zako zipite ndani ya watoto wako, ili uweke kumbukumbu ndani ya mwili wake, kumbukumbu ndani ya nafsi yake na roho yake, na nguvu za giza hazitakuwa na namna ya kukaa ndani yao. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu, kila mtu anayekuja kushiriki hapa, mpe ushuhuda, mpe neno la ushuhuda ndani yake, ili akitoka hapa kile utakachofanya ndani yake kiwe ni tangazo ndani yake, ambalo na yeye atakuwa anatangaza mahali pengine. Hatakuwa anatangaza habari za kongamano, atatangaza habari za mauti ya msalaba, atakuwa anatangaza habari za nguvu ya msalaba. Mungu, katika jina la Yesu, mbingu zimefunguka. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. Asante kwa sababu umetamani sana kutulisha chakula chako Bwana siku ya leo. Umeisubiri sana hii siku ya leo. Asante kwa sababu nasi tunashuhudia ya kwamba katika ulimwengu wa roho kumeiva kwa ajili ya kutulisha. Katika jina, asante kwa ajili ya wale malaika zako ambao walishuka kumsaidia Elia aweze kula. Mungu, asante kwa sababu pia wapo wale ambao umewatenga kwa ajili ya agano jipya, na wao waweze kushiriki mahali hapa. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, uwepo wako upate kutufunika mahali hapa. Katika jina la Yesu Kristo, sifa na heshima ni za kwako. Hatuchukui hata tone la utukufu wako, maana peke yako ulisema yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Mungu, na sisi katika kitendo cha imani cha kupokea kutoka kwako katika chakula cha Bwana, tunapokea uponyaji, tunapokea afya, tunapokea uponyaji, tunapokea afya, tunapokea kufunguliwa, tunapokea uhuru, tunapokea afya ndani yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Jesus, karibu. Naomba ukae. Mama akishamaliza hapa kutueleza utaratibu, kianza waimbaji watakuwa wanaendelea na uimbaji hapa. Njoo ukiomba, njoo ukishukuru, na umwamini Mungu kupokea kutoka kwa Bwana. Karibu. Karibuni maaskofu na wachungaji, ndio tutakaoanza. Popote pale umekaa, askofu, mchungaji, karibuni. Nakumbuka ya kwamba ni hiari, sio amri ya 13 kwamba lazima ushiriki. Ukisikia kuto kushiriki, wengine huko nyuma, endelea kunena kwa lugha, usinyamaze, endelea kunena kwa lugha. Kumbuka, na mara kwanza tulisema na moyo wa shukrani. Wachungaji, mahali popote mlipokaa, karibuni, endeleeni tu. Wale wenzangu mnaonisaidia, wachungaji na maaskofu wakiisha, naomba mtu aninyoshe mkono ili niruhusu kundi lingine. Ukishashiriki, kuna kikombe, weka kikombe hapo, alafu unapita hapo katikati, unarudi. Hii meza mwisho naomba kuwe na laini mbili. Moja ije huku, moja uje upande huu. Naomba laini mbili. Wasiende na laini moja, waje na laini mbili. Tembea tu haraka kidogo ili tusiweke foleni kule nyuma. Endelea kuomba imani yako. Endelea kuomba na nguvu za Mungu zipo. Kwa gharama ya mauti, msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Ongeza mwendo kidogo. Msamaha
utakaso ni damu ya Yesu. Bwana anao uweza kunipa wokovu, hicho kijito cha nizame kuoshwa na msifu Bwana. Kwa hiyo nimepata utakaso, hicho kijito cha nizame kuoshwa na msifu Bwana. Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Naomba wahudumu tuliosimama hapa tupungue, tukae pembeni kidogo, ili tuwe tu washarp. Tukiona mtu anapata shida hapa katikati, tupungue kidogo, tukae pembeni, ili wale watu waweze kuja kwa haraka. Msiondoke, naomba wengine msimame kwenye hii nguzo na wengine kwenye hii nguzo. Msiondoke wahudumu, naomba wengine wasimame kwenye hii nguzo na wengine wasimame pale. Muwe washarp tu, mkiona mtu anataka kuanguka, sogea kabisa kwenye hii nguzo. Nataka niwatambue wahudumu, nataka niwatambue. Sogea kabisa hapa kabisa. Naomba tunaokuja tuje kwa mwendo wa haraka kidogo, ili tusaidie. Meza ya katikati haina mtu, meza ya katikati haina mtu. Nisaidieni meza ya katikati. Naomba wanaokuja kushiriki meza ya katikati, meza ya katikati, meza ya katikati, naomba mje. Nisaidieni waje haraka, achilia watu wengi kule nyuma. Nisaidie watu wengi huko nyuma. Twende haraka, shiriki. Nisaidie meza katikati, naomba iwe na watu wengi. Ongeza mwendo kidogo. Huyo mama msaidieni alale hapa kwa muda, alafu mtamwinuka. Ongeza mwendo, ongeza mwendo kidogo, ongeza mwendo kidogo. Ongeza mwendo. Meza katikati bado ina nafasi. Endelea kuomba, endelea kuomba. Kisha maliza kushiriki, ukirudi endelea kuomba. Wakati unarudi endelea kuomba ukiwa umekaa. Inawezekana umepokea wewe, kuna wengine bado. Na wewe ambaye unasubiri zamu yako, usiwe mtazamaji tu, omba ukiwa umefungua macho. Lakini omba, andaa moyo wako kupokea kutoka kwa Bwana. Andaa moyo wako kupokea kutoka kwa Bwana. Nguvu za Mungu zitapita hapa kwa ajili ya kukusaidia. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba.
Wenzetu wanapoimba wanavuta wingu kwa nafasi yao, na wewe endelea kuomba ili kuvuta wingu kwa nafasi, lakini kujenga na moyo wako, imani yako iwe tayari kwa ajili ya kupokea, kwa ajili ya kupokea, kwa ajili ya kupokea. Usiogope, endelea kuomba, usinyamaze. Kama unaweza kaimba na waimbaji, imba pamoja na waimbaji, na nguvu za Mungu ziko hapo kwa ajili ya kutusaidia. Haleluya. Na mtu akianguka, si kila mtu ataanguka, lakini wako watakaoanguka, na si kila mtu anaanguka na mapepo. Wengine ni nguvu za Mungu tu zimewashukia, na wakishapumzika baada ya muda watanyanyuka. Ndio maana unawekwa hapo mahali uendelee kuomba, wala usiogope kwamba sasa nikianguka wataona nina mapepo. Si kweli. Si kila mtu ambaye anaangushwa na nguvu za Mungu ana mapepo. Wengine wanaangushwa na nguvu za Mungu zimekuzidia na zinaingia ndani yako, zinakuponya. Ni kitu cha kawaida kabisa, lakini kama mapepo yapo yatatoka pia. Kwa hiyo usiogope na wala usiwe na hofu. Tuko katika uwepo wa Bwana. Tuko katika uwepo wa Bwana. Tuko katika uwepo wa Bwana. Njoo kwa ajili ya kupokea. Hatua yako hiyo ni hatua ya imani. Endelea kusema juu ya kile ambacho unataka kupokea kutoka kwa Bwana. Utapokea kile ulichosema. Karibu. Randa rabakora bashana. Endelea kuomba, usinyamaze. Una la kusema, endelea kumshukuru Mungu.
endelea kushiriki. Endelea wahudumu, kama tunaweza pia kuja kushiriki. Meza hii hapa bado kwa ajili ya wenzetu waliokuwa upande huu. Kama mmemaliza huku nisaidieni kuwasaidia wao. chanzo cha kufurahi kwangu, hapo ndipo mzigo ulipo nitulia. Usifiwe, usifiwe, lisifiwe, lisifiwe, oh linalo, lisifiwe, lisifiwe, linalo, linalo, oh asifiwe, oh
panapo msalaba kinatolewa cheti cha kuingia mbinguni, kisicho cha kanisa. Panapo msalaba kinatolewa cheti cha kuingia mbinguni, kisicho cha kanisa. Usifiwe, usifiwe, lisifiwe, lisifiwe, oh linalo, oh zidi yote, asifiwe, haleluya, usifiwe, usifiwe, lisifiwe, lisifiwe, linalo, linalo, oh asifiwe, asifiwe, usifiwe, usifiwe, lisifiwe, lisifiwe, oh linalo, linalo, zidi yote, asifiwe, asifiwe, lisifiwe, linalo, linalo, zidi yote, asifiwe, asifiwe Mwokozi. Haleluya. Ukiweza kusimama, simama. Simama. Endelea kuimba na waimbaji. Usifiwe msalaba. Kazi ya msalabani ilikuwa kubwa kwa ajili yetu. Imba kama utakao uimbe tena. Imba kwa sauti kabisa na furaha na shangwe, kuonyesha imani yako kwa tendo lililotokea. Nataka tuendelee kuweka kwenye matendo kwa dakika kidogo swala la kumshukuru Mungu kwa imani, kwamba tumepokea kile tulichoenda kupokea tulipokuwa tunashiriki chakula cha Bwana. Utashukuru kwa kinywa chako, kwa moyo wako. Wenzetu watatuongoza katika nyimbo za kumsifu Bwana na kumtukuza Bwana, na wale ambao bado wana bahasha wanataka kutoa sadaka ya kumshukuru Bwana, unaweza ukaja. Nafikiri kuna mifuko wengine wamekushatoa tayari, lakini kama bado kuna nafasi ya kutoa sadaka yako. Inawezekana ukuchukua bahasha lakini bado unasikia kutoa sadaka yako kumshukuru Bwana kwa kila ambacho Mungu ametendea. Karibu waimbaji, imba ukimshukuru Bwana ukijua kwamba umepokea kwa imani kila ambacho ulienda kupokea kwenye chakula cha Bwana. Karibuni waimbaji. Tumwambie Bwana, ewe Jehova
twakuinua. Oh, ewe Jehova, twakuinua. Haleluya, haleluya. Ewe Jehova, twakuinua. Oh, ewe Jehova, twakuinua. Haleluya, haleluya. Ewe Jehova, twakuinua. Come on. Ewe Jehova, twakuinua. Oh, ewe Jehova, twakuinua. Haleluya, haleluya, haleluya. Ewe Jehova, twakuinua. Come on. Ewe Jehova, twakuinua. Oh, ewe Jehova, twakuinua. Haleluya, haleluya. Ewe Jehova, twakuinua. Say. Ewe Jehova, twakuinua. Oh, ewe Jehova, twakuinua. Haleluya, haleluya. Ewe Jehova, twakuinua. Ewe Jehova, twakuinua. Oh, ewe Jehova, twakuinua. Haleluya, haleluya. Ewe Jehova, twakuinua Bwana. Ewe Jehova, haleluya. Inua jina la Yesu sasa tuone. 1, 2, come on. Inua Yesu, inua Yesu. Haleluya. Come on, come on, come on, come on. 1, 2, inua. Jina la Yesu liinuliwe juu. Come on, come on, come on, come on. Hallelujah. Ewe Jehova, twakuinua. Ewe Jehova, twakuinua. Oh, ewe Jehova, twakuinua. Hallelujah. Hallelujah. Ewe Jehova, twakuinua. Ewe Jehova, twakuinua. Oh, ewe Jehova, twakuinua. Hallelujah. There we go. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 1, 2, 1, 2. Tukuze Bwana. Tukuze Bwana. Anastahili sifa. Anastahili sifa Yesu. Anastahili sifa Yesu. Twende tena, twende tena. Come on. 1, 2, 1, 2. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Hallelujah, 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 oh, hallelujah, oh, hallelujah, 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 oh, hallelujah, 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 come, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. 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 Paza sauti yako kabisa mwambie Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Tuko wengi sana, paza sauti yako. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Tuseme wote, come on. Mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Oh, mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Hallelujah. Hallelujah. Mbingu na nchi zimejaa utukufu wako Yesu. Mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Oh, mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Hallelujah. Hallelujah. Mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Oh, mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Hallelujah. 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 Oh,
Hallelujah. Hey. Hallelujah. 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 Yeah, yeah, yeah. Hallelujah. Yeah, yeah. Hallelujah. 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 One time we go to the Hallelujah. 1, 2, 1, 2. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. 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 Hey. Wamela! Hey. Wamela! Hey. 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 Yes! 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 Hey. Hey. Hallelujah! Yes! 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 Weka juu bendera yako. Weka kitambaa juu na nation. 1, 2, 1, 2, 3, 3. Zungusha juu kabisa. Haya. 1, 2, 1, 2, 3. Hey. 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 Tena, tena. 1, 2, 1, 2, go, go. Hallelujah. Hey. Tuseme tena. Mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Yesu. Oh, mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Yes. 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 Hey. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Ninaomba urudi kwenye nafasi yako kidogo. Mambo mswali. Tunamshukuru Mungu tumekuwa na kitu kizuri, lakini kuna vitu viwili ambavyo Mungu alikuwa ananisemesha. Wangapi ambao baada ya chakula cha Bwana wanaona kile kilichokuwa kinawasumbua kwenye miili yao, kama walikuwa wanaumwa, wamepona? Nyoosha mkono. Sasa mnisikilize. Ndugu Salija, sasa mnamfahamu ndugu Salija? Mnamfahamu Salija? Haya. Tunataka tupange muda mzuri kwa ajili ya shuhuda vizuri. Tutauliza maswali mawili matatu. Kuna kitu cha kuomba cha kitaifa siku ya kesho. Lakini pia tutakuwa na chakula cha Bwana kesho. Sasa sijamaliza kuongea. Haleluya. Kwa sababu ya uponyaji
katika ngazi ya taifa. Mungu atatuongoza kitu cha kufanya, na tunataka tuende na ajenda iliyoko ulimwenguni sasa na hapa kwetu. Tuombe uponyaji wa kitaifa dhidi ya janga la corona, na Mungu atatuongoza namna ya kufanya. Utakaposikia kile Mungu atakachokuwa amenipa cha kukueleza juu ya kuliwakilisha taifa, tutakueleza jinsi ya kujipanga. Tunaweza tusishiriki wote, tukashiriki baadhi, lakini tunacholenga ni kwamba tunaenda mbele za Mungu kwa ajili ya taifa. Lakini pia kwa wale ambao wanatoka mataifa mengine ambao wamekuja kushirikiana pamoja nasi. Nimepata habari ya watu kutoka Marekani, kutoka Canada, kutoka Sweden, kutoka Burundi, kutoka Kenya, jirani zetu hawa. Kama kuna wengine ambao sijawataja, mtanieleza baadaye. Hakikisha unakuja na bendera yako. Wale mlioko Tanzania, beba bendera ya Tanzania. Tunaenda sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hakika wema. Nyanyua mikono yako kwa Bwana. Tuimbe wimbo huu kumshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi hiki tena tunapomaliza. Wema
Mungu wetu, hakika wema na fadhili zako ndani ya Kristo Yesu zitaambatana pamoja nasi kila mahali tunapoenda, maana ndivyo ulivyotuahidi katika neno lako. Hutatuacha yatima, hutatuacha yatima. Asante kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa kila ambacho umefanya. Asante kwa kila ambacho unaendelea kufanya. Sifa na heshima ni za kwako. Asante kwa nguvu zako na uaminifu wako. Asante kwa ajili ya neno lako. Asante kwa ajili ya nyimbo mbalimbali zilizopita. Asante kwa ajili ya kila mmoja, Bwana. Sifa na heshima ni za kwako. Asante kwa sababu fadhili zako na wema wako na neema yako na nguvu zako na utukufu wako utaenda pamoja na sisi, kwa sababu uko pamoja nasi. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. Pigie Bwana Yesu makofi. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to God. Na ningetaka tuende tu na ule mstari wa Waebrania sura ya 7. Nyingine Mungu atatupa tutakapokuwa tunaendelea kuomba, lakini Waebrania sura ya 7 inaanzia hapo. Ule mstari wa 22 tuliosoma jana kwenye kile kipindi cha asubuhi. Inasema, basi kwa kadri hii Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora zaidi. Na nikakupa mfano wa Daudi kwenye ile Zaburi ya 119 mstari wa 122, akimwomba Mungu awe mdhamini wake ili apate mema na wenye kiburi wasimwone. Kwa hiyo unaweza ukaomba Mungu akawa mdhamini wako. Na hapa ninatamani tuzungumzie na tulibebe jambo la kiuchumi. Wengine wanaweza wasijue na wengine wanaweza wakawa wanajua na hawajajua umuhimu wake. Unapoingia katika kusoma Biblia, Mungu anashughulika kuwasaidia watu kiuchumi, anawasaidia kiagano. Ni mara chache sana atakusaidia nje ya agano. Na akikusaidia nje ya agano, hautakuwa msaada wa kudumu. Bwana Yesu asifiwe. Kasome Biblia yako uone mifano iko kadha wa kadha kule ndani. Nuhu alipotoka kwenye safina, ili aweze kumsaidia kiuchumi, ilibidi waingie kwenye agano tena. Na lile agano, kwa sababu huwezi kuwa na uchumi unaochanua kwako tu wewe mwenyewe, lazima uwe kitaifa au kieneo. Kwa unaona jinsi ambavyo agano walilofunga na Nuhu liligusa mpaka mazingira, liligusa mpaka hali ya hewa, liligusa hali ya upepo, liligusa kurudisha misimu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ukienda kwenye Biblia, Abraham alisaidiwa kiuchumi na Mungu kiagano. Alipokuwa anamwambia kubariki nitakubariki, kaangalia zile baraka zilivyoenda, zote zilikuwa zinaenda kiuchumi kwa namna ambayo zinafungwa ndani ya agano. Naenda kasome habari za Isaka. Nakupa tu mifano bila kuingia kufundisha, ili kusaidia kuingia kwenye maombi uweze kuelewa. Maandiko yanazungumza kwenye ile kitabu cha Mwanzo sura ya 26 ya kwamba njaa ilitokea tena katika kile kipindi ambacho Isaka alikuwepo, kama vile kipindi kilichotokea cha Ibrahim, na akawa tayari kwenda kuomba msaada kwa Abimeleki, kama vile watu wengine wanavyoenda kutafuta msaada kule Misri. Ukisoma Biblia yako inasema Mungu akamtokea Isaka na kusema naye.
na akajitambulisha kwake kiagano, mimi ni Mungu wa baba yako Ibrahim, na akamweleza kitu cha kufanya. Kaa ulipo, nitakubariki, nitakuwa pamoja na wewe. Na akaeleza na sababu, akasema kwa sababu baba yako Ibrahim alisikia sauti yangu. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kabisa tu ya kwamba Ibrahim alipoingia agano na Mungu, aliingiza na watoto wake. Aliingiza na watoto wake. Na kwa sababu hiyo Isaka, nataka ucheki vizuri, Isaka alipokuwa anasaidiwa, alisaidiwa kutoka kwenye agano ambalo baba yake alifanya na Mungu. Hakuwa anamfahamu Mungu wa baba yake kwa njia ya kiagano la kwake yeye binafsi. Ndio maana alimsaidia, akapanda tena, akavuna vizuri, akachimba visima. Lakini vyote hivyo Mungu alikuwa anamfanyia kwa sababu ya uhusiano wa kiagano na baba yake. Ni mpaka alipochimba kisima cha 3 ndipo unaona Isaka akijenga madhabahu, kuonyesha ya kwamba sasa wanaingia kwenye mahusiano na Mungu kiagano. Na kuanzia pale Mungu akaanza kujitambulisha, mimi ni Mungu wa Ibrahim, wa Isaka. Tunaenda sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe. Yakobo alipopata shida, njaa ilipotokea, hakukuwa na namna ambavyo anaweza kusaidiwa nje ya agano. Na ndani ya agano mtu aliyekuwa amebeba jibu la uchumi wao alikuwa Yusufu. Na walimkataa, wakamfukuza, hawakujua ya kwamba aliondoka na kitu cha uchumi wao. Wakitaka kupona lazima wamfuate aliko. Hakukuwa na ujanja, lazima wamfuate aliko. Kwa hiyo wakajikuta na wao wameenda Misri mahali aliko, na Mungu amemtunza na amemwandaa vizuri. Na Yusufu akawaambia ndugu zake, msikasirike kwa kitu mlichonifanyia. Mungu alikuwa amenitanguliza huku kwa makusudi, ili niweze kuhifadhi roho za watu na nyinyi niweze kuwasaidia. Aliwasaidia kiagano. Tunaenda sawa sawa? Wana wa Israeli walipopata shida kule Misri, walipokuwa wanafanya kazi kwa shida, wakamlilia Bwana. Na walipokuwa wanamlilia Bwana ni ili awabadilishie mazingira ya utendaji kazi. Wao hawakuwa wanataka kuondoka Misri, walikuwa wanataka tuwabadilishiwe mfumo wa kufanya kazi. Sio kwamba walikuwa hawataki zile kazi, lakini ulikuwa ni mfumo wa kitumwa. Ukisoma Biblia inasema hivi, Mungu akalikumbuka agano. Haisemi Mungu akajibu maombi yao, inasema Mungu akalikumbuka agano. Kile kilio kilipoenda kwake, wanalia kitu gani hao? Wanalia juu ya masuala ya uchumi. Kitu Mungu anachofanya, anafanya kitu gani? Anatizama agano. Majira yale wanatakiwaje kusaidiwa kiuchumi. Alipotizama akagundua miaka 400 aliyomwambia Ibrahimu, watoto wako na ndugu zako watakaa miaka 400, nitaenda kuwachukua. Ilikuwa imefika. Kwa hiyo hakukuwa na namna ambavyo atawaacha Misri. Kwa hiyo wazo lao la kwamba tu wabadilishiwe yale mazingira, waendelee kuwa na mambo mazuri, Mungu hakulitazama tena. Kwa nini nakueleza kitu cha namna hiyo? Ukiomba kwa Mungu awe mdhamini wako kiuchumi, kiagano, uwe tayari na mabadiliko yanayokuja. Kama unapenda jinsi ulivyo, usiombe haya maombi. Usiombe haya maombi. Yanaweza kubadilisha maamuzi yako sana, yanaweza kubadilisha mazingira yako, yanaweza kubadilisha mipango yako. Lakini msomaji wote wa Biblia anajua mipango ya Mungu ni mizuri zaidi kuliko ya kwetu. Mapenzi yake ni mazuri zaidi kuliko ya kwetu, hata kama yana gharama namna gani. Kwa sababu kama yeye ndio mdhamini, huna wasiwasi tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaona aliposikia kilio chao, Biblia inasema akalikumbuka agano. Akaanza kujibu tatizo lao la kiuchumi kiagano. Na lilikuwa linadai nini? Waondoke Misri. Sio akarabati maisha yao kiuchumi mahali walipo.
watoke Misri. Ndio agano linapodai. Maandiko yanasema Mungu aliwaahidi watakaa miaka 400, lakini waliondoka wakiwa wamekaa miaka 430. Miaka 30 ni ya kurekebisha na kufuatilia imani zao mpaka zikubali kuondoka. Miaka 30. Kasoma Biblia hapa. Unaweza kusoma kile kipengele, unaona ni kifupi sana. Mungu alisema miaka 400 ndio ahadi yake. Ni ahadi yake. Lakini walitoka miaka 130. Kwa miaka 30 Mungu anahangaika na mioyo yao ikae mkao ambao iko tayari kutoka Misri.